Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu katika makala maalumu, makala ambayo imelenga kuchambua uongozi, wanawake katika uongozi, lakini uongozi wa kidiplomasia. Ni mengi utafahamu hapa, tutafahamu wananchi wanauelewa gani kuhusiana na masuala ya kidiplomasia, lakini tutapata fursa pia kuona wanawake baadhi ambao aidha ni viongozi ama wanajihusisha na uongozi, lakini uongozi hasa wa kidiplomasia. Mara nyingi tunaona wanaume ni wengi katika eneo hili la diplomasia, lakini kwa sasa tunaenda kuwaona wanawake kwa sababu nao wameibuka kidedea na wamekuwa ni wengi. Makala hii itachambua mengi kuhusiana na wanawake katika diplomasia. Salia nasi hadi mwisho. Mimi ni Maureen Minanago. Katika kuadhimisha siku ya wanawake katika diplomasia, tunapaza sauti zinazojenga, zinazohoji na zinazopendekeza. Je, nafasi ya mwanamke katika diplomasia ni ipi leo na inaelekea wapi kesho? Safari hii inaanza na kiongozi mwanamke anayeongoza taasisi inayowezesha wanawake kushika nafasi za juu. Yeye anatufungulia ukurasa wa kwanza kwa kuchambua nafasi ya mwanamke kiongozi katika muktadha mpana wa jamii. Tulifanya research fulani ya uongozi institute ambayo inajaribu kuonyesha vitu gani wanawake wanavyo ambavyo vikitumika vizuri zaidi katika uongozi wa aina yoyote ile, uwe ni uongozi wa kisiasa, uongozi wa nyumbani, uongozi wa mashirika, vinaweza kuleta. Kwa mfano, wanawake wana nguvu fulani hivi ya kuelewa mambo kwa kina. Na hapa spendi wanaume wafikirie, nawaambia hawana, wanayo. Lakini wanawake kutokana na uzoefu wa mategemeo ya jamii, mategemeo ya familia, mategemeo ya kila mahali, wanajenga uwezo fulani hivi wa kuweza kuona tatizo kwa undani na kulitafutia. Wanawake kwa uongozi, naongelea kwa ujumla, si wote watakuwa hivyo, lakini kwa tulivyofanya hiyo research, wanawake wamelelewa na kukuzwa katika hali ya ulezi. Yaani ile kumlea mtoto. Sasa ile kumlea mtoto, kulea familia, kulea mwanamume, kulea mkwe anayeumwa, unaibeba ile kama thamani, unaileta kazini. Kwa hiyo hata kwenye mashirika uongozi wetu unakuta unajenga kitu cha kumwelewa mfanyakazi zaidi kuliko ambavyo mtu mwingine angemuelewa. Kwa mfano, anakuja mtoto wa kike au msichana au mbaba ana shida, akinieleza mimi kama kiongozi pale nilipo, na muelewa kwa sababu nimetokana na ulezi. Lakini wanawake wana thamani nyingine ambayo hatujaiona vizuri, na labda kwenye mambo ya diplomasia ni vizuri ikaonekana. Wanawake kwa hali halisi ya kukuzwa kwetu na mategemeo yetu na kazi tunazofanya, sisi, sina Kiswahili kizuri sana, ni negotiators, ni watu wana uwezo mkubwa sana wa kukimbilia upande huu kusuluhisha jambo, kukimbilia upande huu kusuluhisha jambo na kuleta amani. Nyumbani tunaleta amani, jumuiya nyingi zinaleta amani. Hiyo thamani hatujaitumia vizuri katika uongozi wa wanawake, hasa makazini, uongozi wa kwenye ngazi mbalimbali, awe waziri awe nini, ile ya kwamba wanawake kumbe ni watu wanaweza kuleta amani kwa sababu wamezoea. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo wa kinyumbani. Mzazi wa kiume na mtoto, labda mtoto wa kiume wanagombana kwa sababu labda mtoto wa kiume kafanya kitu ambacho baba hajafurahia. Wewe, baba anafanya fujo fulani, mama anatokea, anakimbia kwa mtoto. Wewe, mwanangu, unajua huyu ni babako, naomba ukae naye umsikilize. Anatoka huko anarudi kwa mume wake au kama ni partner au ni nani. Baba, huyu ni mtoto wetu, tutamtupa nje tufanye nini? Ile ni thamani ambayo katika uongozi ni muhimu sana. Sasa kama tungeitambua zaidi, hasa kwenye masuala ya uongozi mkubwa wa kisiasa, wa mashirika, lakini hata wa kidiplomasia,
tungechukua zaidi wanawake katika hizi kamati zinazoambiwa ni za kusuluhisha. Na hapa mtanisamehe tena wanaume viongozi, wakati mwingine uongozi wa wanaume ni ule wa kwamba tumalize hili swala kwa namna 1, 2, 3 tunalimaliza, lakini wanawake wanaleta, sijui nitaisemaje kwa Kiswahili, quality, wanaleta thamani fulani ya kusema hebu tumsikilize, lakini hapa kuna point. Kwa hiyo mimi ningekuwa nachagua viongozi hasa wanaokwenda kwenye hizi kamati sijui za kitaifa, za kimataifa na za kikanda kwa Afrika, ningechagua zaidi wanawake. Kutoka kwenye uongozi wa kijamii hadi kwenye meza za kimataifa, tunamsikiliza mwanadiplomasia mwanamke anayetuletea sauti ya uzoefu wa moja kwa moja kutoka kwenye safu za mbele ya diplomasia. Huwezi kwenda wanawake nyinyi wenyewe tu, na mimi ndio ile wasikubali kwamba yani nyinyi mnaenda mnasema wanawake, wanaume mnaacha. Hapana, wote tumeenda pamoja. Mimi kufika hapa, mimi nashukuru sana kwamba wanaume ndio wameweza kunifikisha hapa pamoja na mume wangu. Maana bila kuwa na mume ambaye ni muelewa, kufanya kazi ya diplomasia ni ngumu sana. Ni ngumu sana sana sana. Inayu kama 6, 7, 8. Uwajibikaji, unyenyekevu, uadilifu, ukomavu, usikilivu, yote hayo unayabeba. Na bahati nzuri, mimi nadhani mwanamke kibiolojia, pengine tunazo zote hizo. Lakini la msingi ni kwamba wewe unajiwekaje. Tabia, kila mtu anakuangalia sana tabia yako. Kama mwanamke, sio kama wanaume wanaangaliwa kama sisi. Kwa hiyo wewe unaangaliwa hata kama ni katika uwajibikaji, utendaji, wewe unawekwa katika level nyingine kabisa. Kwa hiyo sasa jinsi gani wewe mwenyewe unajiongeza katika utendaji wa kazi, kuaminiwa, tabia njema. Mimi nasema kikubwa zaidi tabia njema na kufanya kazi kwa bidii. Usitake njia za mkato. Na mara nyingi sana bahati mbaya wanawake wengi tunapendaga kuonewa huruma, kutafuta njia za mkato. Mimi nasema hiyo haikufikishi mbali. Vitu vitakavyo kujenga ni hiyo, ni tabia njema, uwajibikaji, kufanya kazi kwa bidii na kuweza kustahimili. Maana inahitaji ustahimilivu pia. Maana kuna wengine wanataka mambo apate leo, apate kesho, leo awe balozi. Kwa hiyo nasema ikiwa mwanamke, kwa hiyo unabidi uyabebe yote haya. Na unaangaliwa sana, unaangaliwa kwa jicho ambalo tofauti pengine na wanaume wenzio. Kubwa zaidi ni kujenga mahusiano mazuri baina ya nchi na nchi, kujenga mahusiano mazuri kimataifa, lakini baina ya watu na watu. Kwa hiyo mimi nasema ni fani nzuri. Ina changamoto, ina fursa. Changamoto kubwa inayojitokeza kama mwanamke. Mimi nimeanza nikiwa afisa mdogo mpaka nimezeekea humo, mpaka nimestaafia humo. Changamoto kubwa niliyoiona ni wakati ule wa kwanza, unajua diplomasia ni nyanja kubwa na inataka uwajibikaji wa hali ya juu. Sasa ukija ukawa na majukumu mengine ambayo umeolewa, umekuwa na watoto, sasa kuweza kuwajibika kikamilifu katika nyanja ya diplomasia ambayo inahitaji sana usafiri, ina mambo mengi sana. Kwa hiyo sasa jinsi ya kubalance majukumu ya kama mke, majukumu kama mama, majukumu kama mwanamke. Kwa hiyo hapo ndio kuna kuwaga na changamoto. Lakini mimi nilikuwa nasema mimi sitaki sana kujikita kwenye changamoto. Nasema jinsi, manake sio kwamba kubalance pengine sio rahisi. Manake hata ukisema kwamba unaweka kazi mbele, na mimi niliweka sana kazi mbele. Sasa majukumu mengine unakuwa kwa kweli uyatimizi kikamilifu. Mimi nilichosema, nilichoamini ni kwamba kama mwanamke usibweteke au kwa kaa unalalamika tu. Kwamba angalia jinsi gani utaweza kumanage majukumu yote. Mimi nashukuru kwamba nilifanikiwa, kwamba pamoja na kwamba nilikuwa naweka kipaumbele sana katika kazi yangu, lakini pia nimewajibika kama mama, kama mke, na najua sio rahisi. Lakini ukiweka kichwani kwamba hilo ni tatizo, inakuwa na tatizo. Ndio maana mimi wasipendagi sana kuangalia sana changamoto, naangalia fursa. Lakini diplomasia ni sekta ya jamii pana. Tunasikiliza pia sauti ya mwanaume akitazama kwa jicho la kijinsia nafasi ya mwanamke mwanadiplomasia. Mtazamo huu wa kiume unatuonyesha changamoto na fursa zinazoonekana upande mwingine wa meza. Wanawake ni muhimu sana katika nyanja za kidiplomasia, na sio kidiplomasia tu, hata kwenye maandiko ya Biblia ya kidini tunaamini sisi bila mwanamke tusingekuwepo hapa duniani. Kwa hiyo wana nafasi kubwa sana kidini na hata kijamii.
Ninasema wanawake wana nafasi kubwa na wanatakiwa waendelee kushika nafasi hizo, kwa sababu michango yao inaonekana wazi na wanachukua ile dhima ya umama na zile nafsi zao za kutaka kufanya mambo kwa kuonyesha kwamba wana upendo. Labda anaweza kusema ni tofauti na sisi ya baba. Tukiangalia hata miaka ya nyuma, kabla hata ya uhuru na baada ya uhuru, tuna wanawake tunaweza tukawataja ambao wali stand out, wakaonekana kweli wameibeba Afrika au wamebeba nchi zao na ulimwengu mzima. Mathalani tukimwongelea Miriam Makeba. Miriam Makeba ni mama ambaye hawezi kusahaulika, labda vijana wa sasa hivi. Hata mkitaka kuangalia Google nyimbo zake na nini, ametembea karibu dunia nzima na ameunganisha dunia nzima kupitia nyimbo zake. Kwa hiyo ni mama ambaye tunaweza kumweka alikuwa high linked kwenye diplomasia. Na kila mtu unajua ana talanta yake na ana zile Mungu amempa au atumie namna gani ule uwezo wake. Winnie Mandela naye tunaweza kumtaja, alisimama kidete pamoja mume wake kuwekwa ndani, kufanyiwa vurugu wakati wa ubaguzi, lakini huyu mama bado alizidi kuonekana anafanya kazi kubwa katika kupigania haki. Anna Tibaijuka amefanya kazi kubwa, ameenda mpaka UN, ametuwakilisha nchini. Tuna mama Asha Migiro, naye tunaweza kumtaja kwenye nyanja za kidiplomasia. Ni mama ambaye amefanya kazi kubwa na ameiweka nchi yetu kwenye ramani. Ukiangalia hapa jirani zetu Kenya, kuna mama mwingine anaitwa Wangari. Huyu mama alipewa mpaka tuzo ya dunia katika kupigania alikuwa haki, kufanya mambo ambayo yanaonyesha, yanampa yale mawanda ya kweli huyu mama ana deserve, anafaa apewe hiyo tuzo. Na ni mwanamke huyu. Wako wababa wangapi ambao hawajapata tuzo kama hii? Mwanamke mwingine ambao tunaweza kumpa au kumtaja kama mfano ni rais wa Namibia. Amechaguliwa kwa kishindo na anaongoza nchi ya Namibia vizuri na amependwa na wananchi wa Namibia. Sasa utaona yale mawazo na zile fikra za Waafrika ambao pengine walikuwa wanajua kwamba mwanaume ndio anaweza, zimeanza kufutika. Rais wetu mpendwa, kipenzi chetu Mama Samia Hassan Suluhu, naye ni mwanamke na anafanya kazi kubwa katika nyanja za kidiplomasia. Juzi tu nilikuwa nasikiliza makala fulani inamuongelea jinsi hotuba zake ambazo amezitoa yeye zimeweza kuleta pesa kwenye benki ya Afrika. Na aliyekuwa anaongea huyu ni rais wa benki ya Afrika, kwamba kupitia Mama Samia, kupitia hotuba zake ambazo amezitoa ziko kama 3, zimeweza zikasababisha kuleta funding. Sasa mfano kama huu tu unaona kumbe wanawake wanaweza. Na hatimaye tunamsikiliza mchambuzi wa kijamii, mwanamke anayeangalia mustakabali wa wanawake katika diplomasia kwa jicho la matumaini, mapendekezo na mwelekeo unaowezekana. Diplomasia ninavyoelewa ni mfumo fulani wa kutatua changamoto za nchi kwa kutumia maongezi badala ya kugombana. Ni mfumo wa amani. Changamoto ni kwamba kwanza ni wachache, wanawake ni wachache katika tasnia hiyo. Kwa hiyo mawazo yanakuwa hayawasilishiki, lakini pia inakuwa ni ngumu kwao kutokana na kwamba hizi kazi zinachukua muda mwingi. Zinatumia muda mwingi na mara nyingi pia watu huwa wanasafiri sana, kwa hiyo unakuta kama mwanamke anakuwa ni mama, ana familia, kuna ugumu fulani hapo unaweza ukatokea. Lakini pia wanaweza wakakutana na changamoto za mifumo dume, kwamba tu
hawaaminiki uwezo wao katika mambo ya upatanishi, lakini pia kwenye mambo ya usalama. Wachambuzi hawa wamesisitiza juu ya swala la kubadili mazingira ya kazi kwa wanawake. Lakini ni mikakati gani itawasaidia wanawake wengi zaidi kuvuka vizingiti vya kidiplomasia? Yaani niseme mikakati ipo, sera ipo nzuri, na juzi Mheshimiwa Rais amezindua sera iliyoboreshwa ambayo kwa mara ya kwanza imeweza kuzingatia swala la jinsia, swala la vijana, ushiriki katika utekelezaji wa sera ya mambo ya nje. Na kwa Tanzania kwa kweli, na tuna bahati sana kwamba tumempata Mheshimiwa Rais ambaye ni mwanadiplomasia namba 1. Imekuwa ni mfano. Kwa nini tusimwangalie yeye? Kwa hivyo mimi nasema sio kwamba tunakosa hii mikakati. Mikakati ipo, ni kwamba utekelezaji wake. Kwa hiyo na sisi tuwe mstari wa mbele, tuwe na sauti ya kuhakikisha kwamba yale yanayoamuliwa yanatekelezwa. Sheria zilizopo za kumlinda mwanamke katika hii nyanja ya diplomasia pamoja na nyanja nyingine zote kwamba zinatekelezwa. Nimebahatika kuwa mmoja wa wanawake ambao wamekuwa wakifuatilia maendeleo ya wanawake kwa ujumla na wananchi, hasa wananchi wa ngazi za chini kiuchumi, lakini zaidi nimekuwa nikifanyia kazi sana masuala ya kuangalia uongozi wa wanawake kwa ujumla wake una umuhimu gani, kwa nini uwepo na uwepo kwa namna gani. Na napenda tu kuanza kwa kusema kwamba uongozi kwa kweli ni haki ya wanawake na wanaume. Ningependa kuanza hivyo. Ni haki ya kikatiba, lakini zaidi ni haki ya kumwezesha mwanamke kama mwananchi wa nchi kama hii ya kwetu aonyeshe, kwa Kiingereza wanasema potentials, aonyeshe nguvu alizonazo za uongozi, aonyeshe nafasi, fursa anaweza kuleta na mchango mkubwa anaweza kuleta kwa taifa. Lakini pia ni nafasi nzuri sana ya wanawake kuonyesha kwamba uongozi wao unaweza uwe uongozi sawa na wanaume, kwa sababu kuna ile misingi ya uongozi, lakini kutokana na walivyokuzwa, kutokana na kiatu walichokivaa katika kuelewa changamoto mbalimbali za wanawake na za wanaume, wanaweza kwa uongozi wao kuleta uongozi wa aina fulani hivi ambao wanaume mara nyingi hawajauona. Uongozi wa kwamba kama mwanamke nyumbani ni kiongozi, anaweza afanye watu wale waishi, wapate chochote wanachohitaji kwa ule uelewa wake tu aliotokana nao na mazoea. Kusema ukweli, wala wanawake wana vitu wanaingiza kuingia katika zile kamati za mambo ya usuluhishi, sababu ni kitu wametoka nacho huko. Lakini kumalizia tu thamani mbalimbali ambazo ni za uongozi wa mwanamke ambazo hatujazitumia vizuri, na ningependa tuzitumie katika ngazi yoyote. Mwanamke, na sisemi amezaliwa hivyo, tunalelewa hivyo na jamii, na kila mtu na jamii kubwa tunalelewa kwamba tusiwe na uongozi wa mabavu. Ndio wako wenye uongozi wa mabavu, lakini ukweli ni kwamba uongozi wetu, hata ukiwa msichana, ukiwa mdogo, hebu acha ubavu. Wa nini? Ongea na mtoto maliza, ongea na yule maliza. Kwa tunakuzwa katika kuchambua uongozi nilionao, sio ule uongozi wa. Na nikifanya hivyo kama ni kiongozi mwanamke, ukweli ni kwamba nimegeza. Si mimi, si yule mwanamke tunayemtegemea. Kwa mimi nasema uongozi wa mwanamke ni haki, ni mhimili, lakini pia kama tungeutumia vizuri, ungeleta hizo thamani ambazo hazionekani. Sitegemei mimi mwanamke kama mwanamke aweze kusababisha vurugu. Hapana, wanawake ni caring, wanawake wanajua, wanawake wamelea watoto matumboni mwao miezi 9 mpaka anajifungua, kwani ule upendo walionao unajidhihirisha mpaka nje ya jamii. Wanawake wanaweza, na wanawake wakiwezesha ni waaminifu, wanafanya kazi kuhakikisha kwamba lazima wakamilishe malengo. Tofauti sana na sisi wa baba, tuna mambo mengi ukilinganisha na kina mama. Tusisubiri kupewa nafasi, kwa sababu hamna mtu anapewaga tu nafasi hivi hivi. Nafasi inabidi ujitengenezee mwenyewe. Kwa hiyo
kama unataka kuingia kwenye mambo ya kidiplomasia, kuna changamoto lazima tutatue kwenye maisha yetu pia kama wanadamu. Kwa hiyo tuna mchango wetu, tuna mawazo yetu na jinsi tunavyoelewa tunaweza tukatatua matatizo. Tunaamini kwamba tukiwa pamoja wengi tunaweza tukapatana na tukaja na mawazo mazuri ya kusuluhisha changamoto mbalimbali bila ya vita tena, kwa sababu wanawake kwanza kwenye upande wa vita hatupo kabisa. Well, labda tuna vita tofauti lakini sio ya visu labda na mabunduki. Lakini naamini kabisa sisi ndo watu ambao tunapenda amani, kwa sababu inabidi tulee watoto, tukuze watoto, tuishi katika jamii yenye amani. Kubwa zaidi kwanza moja, kujengea uwezo. Yaani maana kama umesoma na umesoma swala ambayo yanahusiana na uwezo kuamka leo ukasema mimi nitakuwa mwanadiplomasia. Hii nayo ni taaluma. Watambue kwamba ni taaluma. Maana kila mtu anakuwa na tamanio kwamba nataka niwe kama Balozi Mlamula. Na ni mchakato, sio kwamba inatokea hivi hivi. Lakini ya tatu ambayo ni kuanzia kule mwanzoni kwamba uwe ni mtu ambaye una tabia njema, una mtu wa kupenda kujenga mahusiano mazuri, lakini uwe na passion na hicho kitu. Maana unajua mimi nasema mwanadiplomasia sio kwamba umezaliwa hivyo, lakini we mwenyewe ukipende, ujiongeze, lakini uweze kufuatilia masuala yanayoendelea kimataifa. Maana kuna wengine wanasema hivi kumetokea nini huko? Sasa wewe unataka kuwa mwanadiplomasia hata hujui ulimwengu unaenda wapi. Kwa hiyo ndio maana nasema anataka kwa niwe ndoto, lakini pia ujiongeze na uweze kufahamu diplomasia inahitaji nini. Kwa mujibu wa kiongozi huyu mwanadiplomasia, wanawake wanapaswa kujenga ushawishi katika sera za kimataifa. Je, diplomasia ya Tanzania au Afrika inahitaji mabadiliko ya kimfumo ili kumpa nafasi mwanamke? Ushiriki unaanzia kwanza kama ninavyosema inaanzia nchini kwamba je, fursa zipo za wanawake kushiriki katika masuala ya kidiplomasia. Fursa kubwa sana ambayo tunaiona ambayo iko wazi ni katika wale wanawake ambao wako Wizara ya Mambo ya Nje na wameteuliwa ni mabalozi. Tuna mabalozi wa kike ambao katika nchi maarufu. Kwa mfano Marekani tuna balozi ambaye ni mwanamke. Austria tuna mwanamke balozi ambaye ni mwanamke. Hapa katika kanda yetu Malawi tuna balozi ambaye ni mwanamke. Sasa hivi wakozi wako wachache. Zamani tulikuwa wengi sana. Kwa hiyo hapo unasema kwamba sawa, hawa ndio tunaoangalia kwamba katika nani yetu ya diplomasia katika Wizara ya Mambo ya Nje, lakini pia tuna wanawake kadhaa kwenye mashirika ya kimataifa. Na mtakumbuka enzi hizo mpaka kwenye nafasi ya naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tulikuwa na Dr. Shalozi Migiro alishika hiyo nafasi na alionyesha uwezo wa wanawake hasa wa Kitanzania kushika nafasi hizo za juu. Na mimi mwenyewe binafsi nimeweza kupewa nafasi za juu katika kikanda wakati huo nikiwa katibu mtendaji wa kanda ya Maziwa Makuu. Lakini pia nimekuwa balozi Marekani, na kwa hiyo sasa mimi nasema tunaangalia hiyo katika nafasi hizo. Maana katika ukisema diplomasia ina mambo mengi. Ina mambo mengi ambayo yanaendelea kila siku. Kuna wengine ambao wako katika usuluhishi wa migogoro. Kuna wengine ambao katika diplomasia za uchumi. Mimi ninachosema ni kwamba wanawake tujiongeze, fursa zipo, na majukwaa yapo, sheria zipo. Kwa hiyo mimi nasema kwa upande wa Tanzania nadhani tuko mstari wa mbele. Bila kushirikisha wanawake, sidhani kama tutaweza kupata suluhu ya kudumu. Moja kama ulivyosema, wanawake mimi nasema pengine kibiolojia. Wanawake tumezaliwa na skills fulani ambazo moja usikivu. Mimi nikwambia kuna yu nyingi, kuna usikivu, kuna unyenyekevu, tunapenda maridhiano, lakini pia katika diplomasia inataka uungwana. Unajua wanawake wanaungwana sana. Alafu mimi nimeshiriki kwenye michakato ya kuleta amani mingi. Kuanzia ule mchakato wa kuleta amani Rwanda, Burundi, Kongo. Mara nyingi nikiwepo unakuta hata vile vikundi ambavyo vinapigana vinataka kusikiliza, yani wasema wewe ni msikivu, tunaomba utusikilize, angalau uambie wanaume kwamba sisi matatizo yetu ni yapi. Kwa hiyo mimi nasema hiyo ndio maana nasema tuitumie hiyo kama nguvu yetu, isionekane kama ni unyonge, ni nguvu yetu, lakini pia tuna ukomavu fulani na hii vita zinaanzishwa nyingi si wanaume. Watasafu na hapa wenyewe wazimalize, watazimalizaje? Kwa hiyo mimi mchakato, amini nguvu yangu yote naielekeza ushiriki wa wanawake. Bila kushiriki wanawake kikamilifu katika mchakato wa kuleta amani, sidhani kama tutakuwa na amani ya kudumu. Kama juzi tu tumetokea matatizo ya Kongo.
Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaitisha mkutano hapa Dar es Salaam. Mchakato wa amani ndio ulianzia hapa. Na nchi zote wakuu wote walikuja kwa kumsikiliza. Kwa hiyo nikasema, hapa tumeshinda. Tumekuwa tunapigana kweli, tunapigania nafasi ya mwanamke katika michakato ya amani. Kwa hiyo mimi nasema kwa kweli, na nitaendelea kusema, na sasa hivi nimeteuliwa na kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kusimamia masuala ya amani na usalama na ushiriki wa wanawake. Wanawake katika diplomasia wameonyesha uwezo mkubwa katika kuleta mabadiliko chanya katika uongozi wa kimataifa. Kuendeleza usawa wa kijinsia katika nyanja hii ni muhimu kwa kujenga dunia yenye haki, amani na ushirikiano endelevu. Maureen Minanago, amani iwe nawe.